tutakuwa na ujumbe mzuri ambao Mungu ametupatia, na katika season yetu ya kwanza hii ambayo inasema upako wa kimungu. Upako wa kimungu. Bwana amepata kunifunulia ujumbe huu mzuri kabisa ambao ni wa msingi, ambao ni baraka kubwa kwa ajili yako ndugu mtazamaji na msikilizaji ambao unanifuatilia. Na leo nimeutuma kupitia YouTube, na unaweza uka subscribe hapo chini, na unaweza pia uka comment, na vile vile unaweza uka likes, lakini pia unaweza ukafadhili huduma hii ambayo Mungu ametupatia. Na mimi Mungu amenipa wito wa kuhubiri injili hapa Tanzania, Afrika na ulimwenguni mote. Na unaweza ukafadhili basi kupitia akaunti zifuatazo. Kuna akaunti ya benki ya CRDB, akaunti namba 0152 66 14 56 60. Hiyo ni akaunti ya CRDB. Nitarudia tena, 015266145660. Hiyo ni akaunti ya CRDB na majina yatakuja Emmanuel Kitomali Chacha. Lakini vile vile unaweza ukatumia pia M-Pesa. Tuna M-Pesa account special kabisa kwa ajili ya kutuma mchango wako na sadaka zako kwa ajili ya kusapoti huduma hii ambayo Mungu ameweza kutupatia, ambao ni 0754 31 50 20 au 0759 92 92 41, 0754 31 50 20 au 0759929241, na majina yatakuja Emmanuel Kitomali Chacha. Nisema Mungu wa mbinguni akubariki sana. Endelea kushare, kusubscribe na kuwaonyesha wenzako mafundisho haya muhimu ambayo Mungu ameweza kunipatia. Na leo tunaenda kuanza na episode yetu ya kwanza ambayo inasema upako wa kimungu. Upako wa kimungu. Na katika upako wa kimungu, kama Mungu alivyoniita, nitaanza kwanza kwa kuelezea nini maana ya upako. Neno upako wengi wanalisikia. Neno upako linamaanisha nguvu ama uwezo. Upako, tunapozungumzia upako wa kimungu, tunamaanisha nguvu za Mungu anazotoa kwa mtu wake ili kuweza kufanya mambo makuu kwa uweza na uhodari wa hali ya juu. Na Mungu amenipa neema akanifunulia ujumbe huu wa upako wa kimungu. Na Bwana amenifunulia aina 9 za upako wa kimungu. Aina 9 za upako wa kimungu ambapo unaweza kutusaidia mimi na wewe hapo ulipo. Na leo nitaelezea tu kwa uchache utangulizi wa ujumbe huu. Katika episode ya kwanza ambayo ina dakika kama 10 nitaelezea kwa undani kuhusu upako huu wa kimungu. Lakini episode ya pili ambayo tutatazama itakuwa ikielezea saa zile aina za upako wa kimungu, na tutakuwa na episode 10. Kumbuka nimesema anaitwa Pastor EK au Pastor Gen Z. Kwa nini anaitwa Pastor Gen Z? Gen Z inamaanisha Generation Z. Generation Z inamaanisha kizazi cha mwisho. Unajua Yesu Kristo anarudi. Kwa hiyo Mungu amenipa ujumbe huu ili uweze kukusaidia katika maisha yako ambao unafanya majukumu yako mbalimbali. Huenda hauna kazi, huenda uko nyumbani, lakini utakaposikiliza ujumbe huu kuna kitu utakipata, na Mungu naamini atakubariki sana. Kwanza, ukisoma kitabu kile cha Waamuzi sura ya 14 mstari wa 6, maneno ya Mungu yanasema Roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu. Pia ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8, neno la Mungu linasema lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sikiliza, zingatia mambo ya msingi sana katika habari hizi za upako wa kimungu. Upako wa kimungu unamshukia mtu. Nimekuambia upako wa kimungu ni nguvu, ni uwezo. Huu uwezo unashuka ndani ya mtu, na huu uwezo unamfanya mtu kufanya mambo makubwa.
mambo ambayo huenda wakati mwingine asingeweza kuyafanya katika hali ya kawaida, lakini mtu anaweza kuyafanya kwa wepesi na kwa ubora, kwa uhodari, kwa ushujaa. Nimeanza kusomea kwenye Waamuzi napoongelea habari za Samsoni. Maandiko yanasema kwamba Roho wa Bwana akamjilia kwa nguvu Samsoni. Maana yake Roho wa Mungu ambaye ndio Roho Mtakatifu akashuka ndani ya Samsoni. Samsoni akapata nguvu. Baada ya Samsoni kupata nguvu, Samsoni akawa na uwezo mkubwa. Maandiko yanasema Samsoni aliweza kumshika simba akampasua. Aliweza kubeba geti ambalo lilikuwa ndio linashikilia ule uzio ama ile kambi ya Wafilisti. Akalibeba lile geti akalipandisha juu ya mlima ambako hamna mtu anaweza kupanda. Kwa sababu gani? Nguvu za kimungu zilikuja juu yake. Aliweza kushika nguzo akaiangusha, nguzo ambazo zimejengwa na kwa nguvu kabisa. Watu wamezijenga kwa mawe, watu wamechanganya zege, wamechanganya chuma ndani yake, wamechanganya madini yenye nguvu, lakini Samsoni aliweza kuzishika kwa sababu ya nguvu na uwezo wa kimungu uliokuwa ndani yake. Sasa mimi ndio nauongelea leo. Ule uweza na nguvu ninaziita upako wa kimungu, ambao ukiingia ndani ya mtu unampa uweza wa ajabu wa kufanya mambo makubwa ya kutisha. Na Mungu amenifunulia aina tisa za upako wa kimungu. Aina ya kwanza ni upako wa mali. Upako wa mali, ama tunaweza kusema upako wa kiuchumi, upako wa kifedha, upako wa kiutajiri. Aina ya pili ni upako wa akili. Upako wa akili. Hiyo ni aina ya pili. Aina ya tatu ni upako wa kibali. Upako wa kibali. Wengine wanaita nyota, wengine wanaita nafasi, wengine wanaita ukuu, wengine wanaita cheo, ndo kibali. Nimekwambia aina ya pili ni upako wa akili ama elimu ama maarifa ama hekima. Wa tatu nimekwambia ni upako wa kibali. Kibali inamaanisha nafasi, ukuu inamaanisha cheo. Na aina nyingine ya upako ya nne ama ya tano ni upako wa afya. Upako wa afya. Upako wa afya ama uponyaji. Upako wa kiulinzi ama kiusalama. Aina ya tano ni upako wa huduma ama utumishi, kama ninavyohubiri, kama Mungu alivyonifunulia. Sio kila mtu anaweza kufunuliwa aina hizi za upako wa kimungu. Ni mpaka uwe mtumishi wa Mungu, ni mpaka upewe neema. Mimi na Mungu amenipa neema, amenifadhili, akaniaminisha, akanipa siri hii kubwa ya ufalme wa Mungu. Kwa upako wa kihuduma ama utumishi. Aina ya sita ni upako wa uzao ama ndoa ama familia. Huu ni upako wa uzao, ndoa ama familia. Aina ya saba ni upako wa uzalishaji. Tunaweza tukasema production, upako wa uzalishaji. Upako wa uzalishaji. Tunaweza kusema biashara. Hapa ndo kuna uvuvi, hapa kuna kilimo, kuna ufugaji na hiyo biashara kama nilivyosema. Lakini aina nyingine ya 8 ni upako wa kazi, ajira ama ofisi. Upako wa kazi, ajira ama ofisi. Na aina ya 9 ni upako wa kiutawala. Upako wa kiutawala, siasa ama mamlaka. Kwa katika aina hizi 9 Mungu amenipaka mafuta niweze kukufundisha na kukuelewesha upate kuzielewa. Naitwa Pastor EK, Pastor Gen Z. Unaweza ukanifuatilia kupitia YouTube kwa majina ya Pastor EK au Pastor Gen Z. Unaweza ukasubscribe channel yetu pale vizuri YouTube, unaweza ukalike, pia unaweza ukacomment. Lakini zaidi sana unaweza ukatufadhili kupitia mchango wako mbalimbali kupitia account number nilizokwisha kuzitaja hapo. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana sana. Asante.